Ya Benga business hustler. Ukiona mwanaume anavuja jasho, jua anakata unyonge tena. Mbona mengi kaka? Lazima tuambie watoto wa kiume inabidi tupambane, inabidi tuvuje jasho. Yaani kama vile Yanga Afrika inavyopambana kuhakikisha ina retain ubingwa wake, ndio vile watoto wa kiume tunabidi tupambane. Ukishaona tu mambo yanaenda mseleko, shtuka baba. Wanaume lazima tupambane, wanaume lazima jasho litoke. Yaani mwanaume jua umezaliwa kupambana kama Yanga Afrika inavyopambana. Kama mimi sitaki kwenda mbali Baraka, tuanzie hapa. Sare yenu ya goli 2-2 dhidi ya mnyama Simba. Mnaonekana mmefurahia sare. Leo mpaka chai kwa pamoja mmeitana ndugu zangu. Of course mnyama huwa ana shughuli ngumu Of course ukiwa na uelewa mdogo, akili za mtoto mchanga unaweza kuelewa kwenye engo hiyo, lakini ukiwa naelewa mtu mzima na kama mdau wa soka utaelewa Young Africans ya washangilii sare, ila tunashangilia ubingwa, alama 5 mbele dhidi ya mnyama. Maana yake yeye kashindwa kunistopisha mimi nichukue ubingwa. Kilichobaki anawaombea vijana, sawa, awatume kazi wakamstopisha Yanga Afrika. Sasa je, yeye kashindwa. Je, hao wataweza? Hawezi. Kwa sisi tunafurahia. Hawezi. Mpaka sasa hivi nani kaweza kunistopisha mimi? Mtibwa akafanyaje kwangu? Kwa kipi? Kushindwa kupata alama 3 mbele yake. Kumbe kushindwa kupata alama sio kufungwa. Mimi inabidi nifungwe. Yaani Yanga Afrika ili mchukue ubingwa kwa Yanga Afrika inabidi atoke mtu wa kunifunga. Sasa huyo mtu hayupo kwenye NBC Premier League, hayupo. Azamu ndo wangu kabisa. Unajua Azamu kwa nini mimi simofii? Azamu haiheshimu Yanga. Azamu anapenda kupishana na Yanga. Azamu anataka kuonesha Yanga kwamba na yeye ana wachezaji wenye quality. Shida ndo inapokuja. Unapopishana na Yanga lazima atakufunga. Kwa sababu mimi nina forward ambao wana wakatili. Lakini mimi nina mabeki wanaojua kulinda kwa umakini wali ya juu. Kwa lazima nitakufunga. Baraka, kipindi cha kwanza tunashuhudia inaenda 2-1. Yeah. 2 za haraka. So poa. Mnyama anatangulia. So poa zile 2 zilivyoingia mzee baba. Nikasema mbona kama watu kama mganga wanasema kweli. Kwa sababu zile goli za mganga ujue. Nikasema mbona kama mganga anasema kweli, mzee Msumi vipi? Nikamkumbuka mzee wangu mzee Msumi. Mzee wetu anatusaidia bwana mzee Msumi. Ujue mzee Msumi yeye atusaidii sisi kupata matokeo. Mzee Msumi yeye ni mtu wa dua kuhakikisha anailinda Yanga Afrika. Yaani mpira huwezi kutoa dua, huwezi kufanya uchai wa mganga akupe goli. Hiyo uongo, utaibiwa. Kwenye mpira upo dua. Mwenyezi Mungu anasema hata wewe ukiwa unamuomba na wewe jisaidie. Kwa Yanga Afrika tunamuomba, lakini pia na sisi tunajisaidia kwa kuhakikisha zile hujuma za watu wetu za wenzetu, sawa, yale madudu walionuia mabaya kwetu, basi tunamuomba Mwenyezi Mungu azizuie. Ndio kazi tunaifanya wazee wetu wa kamati. Sawa, kwa zilivyoingia zile goli 2 mimi nikashtuka, nikapata mchecheto. Nikasema mbona kama Yanga Afrika leo tunataka tuzalilishwe? Baba ujue kuna muda nikahisi mbona kama nataka tupige 5. Wewe nataka nishtuke, nataka tulipe kisasi, ila nikakumbuka inawezekana uungwana wa Pedro Gonçalves ndio unosababisha tunataabika hapa. Uungwana upi tena huo? Uungwana wa Pedro Gonçalves katika kikosi ambacho amekipanga jana. Tunaona kama Zanzibar kule Israel Patrick Mwenda hakuwa na mchezo mzuri baada ya kuingia, lakini kocha wetu tukashangaa tena akamwamini kwenye mechi ya jana kumwanzisha. Kwa hiyo mimi nadhani makosa kidogo tu ambayo ni ya kurekebishika. Akaenda half time akabadilisha makosa, akamuingiza Yao Kwasi Ataula jeshi yao. Shughuli imeonekana, watu wamekoa kweli. Yaani ile fullback ya mpira inapanda ina overlap, akiona ku overlap uongo anakatini. Unaelewa maana kukatini? Na ingia katikati. Alafu mimi sinatumia mguu wa shoto, basi mimi nitapiga auta. Lakini wao wanasema angekuepa Aula hata asingekuwa anapanda. Aula si alikuepa akakimbia mechi ya Zanzibar. Aliumia. Sio kuumia. Wewe jiulizeni wachezaji wote wakubwa wa Simba kwenye mechi kubwa za Yanga mbona wanaumia? Jiulizeni. Wanakimbia, sio kuumia. Yao Kwasi hata umlete Cristiano Ronaldo pale au Lionel Messi, jua ataomba poto. Yule ndio Yao Kwasi Ataula. Yao jeshi. Kama kazaliwa upya vile. Unamkumbuka mchezaji alikuwa anaitwa Roberto Carlos, ikaja kopi yake Marcelo, ndio unavyomuona Yao Kwasi Ataula. Yule mtu hatari, yule ni mtu na nusu, ile ni option namba 1. Sio level za juu anastahili. Tatizo si hatupendi kuheshimu vya kwetu. Yao Kwasi muangalia anavyocheza, kwa sababu pulling ya kukaba anayo, pulling ya kushambulia anayo, pulling ya kuchezesha timu anayo, mashambulizi anaanzisha, control anayo, si umeelewa? Ana uwezo wa kupiga cross kwa namna yoyote, hiyo outer au kwa style yoyote. Maana yake ni sifa za mchezaji mkubwa. Ni kwa sababu tu anacheza Yanga Afrika hapa Bongo tunamuona kila saa. Lakini yule angekuwa anacheza right Chelsea, Manchester United, Bayern Munich au Madrid, sasa angekuwa anaimbwa. Yao Kwasi Ataula jeshi. Yanga Afrika yule amempa mkataba, yuko ana nini wanahitaji ile hogo. Yuko majeruhi Yanga Afrika, engineer anampa mkataba, anakuambia mimi sikuachi wewe. Wewe ujiulize. Bwana mimi na wewe tuulizane bwana, White House. Yeah. Ile nyumba nyeupe. Mbona kama kulikoni? Hiyo inaitwa chenga ya mwili. Bingwa wa chenga za mwili duniani unamjua?
wanamuita Lionel Messi the GOAT, ndio tumewapiga watu. Wamejipanga huko baba, wakajiandaa, tuweke madawa, tupulizie madawa, tuweke mauchawi katika mavyumba, sijui vikologolo. Mimi sinawajua bana, tunawajua historia yao. Historia ya Simba ni mauchawi. Sisi tumetonywa, Yanga kubwa tumetonywa, mule tumetonywa na watu wako timu kwenye ile timu yao, wakatuambia msijikanyage, mkiingia mmeisha. Tukamwambia sio shida. Ili jumba linakodiwa bilioni ngapi? Jamaa katona tunataka milioni 200 kwa dakika 90. Tukaambia sio shida. Kuvunja kanuni? Walivunja watu kanuni kwenye finali Zanzibar ile. Watu walivunja kanuni kule. Haipo kwa nini? Lakini sio mchezo wa heshima. Sawa, lakini haipo kwenye ligi kuu. Sasa hiyo utajua wewe kama ipo kwenye ligi kuu, ipo kwenye ligi kuu. Sisi tunachojua, sisi tunataka tucheze kwa haki. Kwa hiyo mmefanya makusudi sasa. Sisi sio kufanya makusudi tu, tumezamiria kuhakikisha Yanga Afrika inakuwa salama. Ngoja nikwambie msichokijua, Yanga Afrika inaweza kufanya chochote ili mradi Yanga iwe salama. Hicho ndio ukijue. Kwa nini kulikuwa kuna nini? Baba wewe wajui Simba? Wajui? Tumewapigia kelele kwenye mitandao kuhusu maji yao yale ya bandia, yale maji yao ya kuongeza maji ya blue yale maji ya ajabu. Tumewapigia kelele wakaona kwenye maji tutashtukiwa, tuhamishe kwenye mavyumba. Watu wakawaambia wewe ngoja tuwapige chenga ya mwili. Inaonekana mkimwaga maji jana na goli likaingia. Sisi tumepanga maji ya baraka yale. Yale yana chumvi, alafu yamepigiwa baba yetu 17 na kulala hadi zimepigwa 7. Ndio yale maji yamechanganywa akaenda kumwagwa pale. Maana yake nini? Kama una jini lako, kama una dude lako umelituma pale uwanjani, kama una maagizo yako umeyaleta, kama umenuia mavitu yako mabaya kwa ajili ya Yanga Afrika, yashindwe na yakurudie mwenyewe. Ndio maana kipindi cha pili yamewarudia. Wamepakatwa kuanzia mwanzo wa mchezo mpaka mwisho. Jana tumeshuhudia mnaomba po bwana. Sisi tuombe po kwa Simba. Baba, tumeomba po saa ngapi? Alalamika mwamuzi amewanyima penalty ya Djigui Diarra kumsukuma Lebasege. Basi sawa, na sisi tuangaliziwe ile adepu ilikuwa penalty au sio penalty. Maana kama mnataka kutafuta excuse na sisi tuulize. Sisi mambo hayo hatuna. Sisi tunajua mpira ushaisha, goma suluhu, Yanga Afrika anaongoza kwa alama 5. Baraka, jana tumeshuhudia moja kati ya tukio tata ambalo limemhusisha Clatous Chota Chama na meneja wa timu ya Yanga. Yeah. Nimelishuhudia kweli. Clatous Chota Chama amekosea. Alienda akamkanyaga Walter kwa makusudi. Walter akamwambia vipi, mbona unatuletea mambo ya ajabu, na unajua Yanga Afrika tuna watu wanyonge. Sio, umeelewa? Alichofanya ni kumsukuma kwa sababu alikuwa amemkanyaga. Sio, umeelewa? Yeye alikuwa ameendelea kumkanyaga. Yeye akamsukuma. Ndio alichokifanya Walter, na alichokifanya ni kujidefense yeye asije akapata madhara akaumia. Sio, mnaelewa? Tatizo watu wanataka kuza mambo. Mshaona watu wameacha kwa alama 5. Hamna cha kuongelea. Badala muongelee Simba, mpaka sasa hivi haijamfunga Yanga kwenye NBC. Linashindwa kuongelewa. Wanashindwa kuongelea Simba imetangulia kwa magoli 2, wamefanywa comeback. Wanashindwa kuongelea. Wanashindwa kuongelea Simba kwenye nini, wamekuja na maji ya bandia wameyaweka kule wapi Zanzibar. Wameshindwa kuongelea. Wanashindwa kuongelea performance ya wachezaji wa Yanga Afrika katika mechi ile ya Okwasi. Maxim Pia Nzengeli, Shedra Kiboka, Pacome Zouzoua, Mpanzu waelewi, anajiuliza huyu Pacome mbona kuna muda kama midfield, kuna muda kama winga, kuna muda mbona kama beki. Anawachanganya. Hivyo vitu wachambuzi hawaongelei, wanaanza kuongelea masuala ya Walter. Sasa Walter Harrison anahusu nini wachambuzi? Chambueni timu uwanjani. Sio mchezo wa kiungwana aliofanya manager. Muulizeni kwanza Chama alichokifanya cha kiungwana. Na kaenda kuomba msamaha kama mjui. Chama kaenda kumuomba msamaha Walter Harrison. Kamwambia kaka, samahani, nimekosea kweli, nimekukanyaga na ndio maana ulinisukuma. Tatizo nyinyi mnaona ya mwisho, angalieni kilichoanzia wapi. Muelewe. Jana Alan Okello. Mchezo wa jana. Mimi niliwaambia kuhusiana na Alan Okello. Engineer akachukua ndege private jet, kaenda zake mpaka Uganda. Sio mjinga, katumia millions of money. Nyinyi mnamuona engineer mjinga? Yule ni engineer, ana double degree. Sio mimi sasa hivi anatafuta PhD yule. Sawa, hawezi kufanya kitu cha kipuuzi, kaenda kumchukua Okello. Okello ni mchezaji wa daraja la juu Afrika. Tuliwaambia ligi yao na ligi yetu zinatofautiana intensity. Kwa swala linatakiwa adaptation, akipewa muda ataadapti. Sasa hivi kila mtu anaanza kumwimba Alan Okello. Cha ajabu wachambuzi wenu hawamtaji. Na kuna movie inakuja. Kuna movie inakuja Alan Okello, inaitwa Apocalypto movie. Kuna mtu kalambishwa tope katoka kama Apocalypto. Okello yule anabubujika, anajikunguta upupu kama Isa Dede. Hatari yule Okello, sio mtu mzuri. Njoo kwa adabu, njoo kwa heshima. Ukija kichwa utalamba tope. Hiyo ndio Okello. Matumaini ya ubingwa kwa unajua Okello babu yake nani Bongo? Kuna mzee anaitwa Mzee Msumi, yule ndo mjukuu wake. Mjukuu wa Mzee Msumi Okello yule. Ukitaka kumchokoza Mzee Msumi, mguse Okello, utamjua Mzee Msumi nani. Remote ya jana ya Okello ilikuwa kwa Mzee Msumi. Sasa Mzee Msumi anamlinda yule kijana, anamwambia mimi nataka afanye vitu vikubwa ndani ya Yanga Afrika, sababu ni mchezaji wa daraja kubwa.
Jana mara baada ya mchezo ule matumaini, tumemsikia afisa habari wa Simba anasema matumaini ya ubingwa bado yapo kwa upande wao. Lolote linaweza likatokea. Sasa matumaini ya ubingwa inabidi uyatengeneze wewe kwa kuhakikisha unayegombania naye ubingwa wewe ndio unamzuia. Sasa wewe unashindwa kumzuia, unawatuma vijana wadogo wadogo wamzuie. Matumaini hayo yanatoka wapi? Tatizo mashabiki wa Simba wamezoea kudanganywa. Sawa, msemaji wao amezoea kuwadanganya. Uhalisia ni kwamba hawana matumaini yao na hawawezi kuinyang'anya ubingwa Yanga Afrika. Asante. Chapesa